huduma za jamii. Nianze na sekta ya elimu. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua za mahususi za kuimarisha sekta ya elimu hapa nchini kwa kuhakikisha upatikanaji wa elimu bora yenye tija inayokidhi mahitaji ya soko la ajira inaimarika. Hatua hizo ni pamoja na kuimarisha sera na mitaala, kuongeza fursa za elimu ya amali, msingi, sekondari, ualimu na elimu ya juu, pamoja na kuendeleza utafiti, matumizi ya sayansi na teknolojia kwa maendeleo ya viwanda. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile serikali imeandaa na kuzindua sera ya elimu na mafunzo mwaka 2014 toleo 2023 pamoja na mitaala ya elimu ngazi ya awali, misingi, sekondari na elimu ya ualimu. Ninampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maono haya makubwa yenye lengo la kufanya elimu inayotolewa hapa nchini iwiane na mahitaji ya sasa ya kitaifa, kikanda na kimataifa, lakini pia kuendana na mabadiliko ya kasi ya ukuaji wa teknolojia. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali itaendelea kuimarisha ubora wa mafunzo ya amali, kununua vifaa vya kufundishia kwa vyuo vya VETA na vyuo vya maendeleo ya wananchi, kuendelea na ujenzi wa vyuo vya ufundi, kuongeza mikopo ya wanafunzi wa elimu ya kati na elimu ya juu. Aidha, serikali itaendelea kuboresha elimu ya awali, msingi, sekondari na ualimu kwa kuimarisha mafunzo kwa walimu, kuongeza uwiano wa vitabu kwa wanafunzi na kuimarisha elimu maalum, na kuongeza bajeti ya fedha na mikopo na ufadhili wa wanafunzi. Maelezo zaidi ya kuimarisha utoaji wa elimu ya msingi, sekondari, elimu ya kati, elimu ya juu yanapatikana katika aya 154 hadi 159 ya hotuba yangu. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.